Sasa niwakaribishe tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante tena kwa nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza na mkutano huu. Baba na Mungu wangu, ninakuomba sana sana mimi ukanitumie tu kama chombo, bali mnenaji mkuu kawe ni wewe. Maneno nitakayo yanena yakaakisi uwepo wako Baba mbinguni. Nisaidie pia mimi. Uwepo wa Roho wako Mtakatifu kaendelee kuwepo mahali hapa. Na mimi nitatenda hivyo, nimeomba ni katika jina la Yesu. Amina. Somo la leo lina kichwa kinachosema tutakwenda na watoto wetu. Tutafanyaje? Tutakwenda na watoto. Tutakwenda na watoto wetu. Kwa hiyo kama wewe unaandika, kichwa cha somo ni hivi. Hatutakuwa na mafungu mengi sana. Ila tujiandae kusoma. Tunaweza tukawa na muda mrefu sana. Na kabla sijaendelea nizungumze hili jambo nisije nikasahau. Katika kambi la walimu wa watoto nilikuwa na vijana wawili, Baraka Tiba na Sulemani Lami. Niombe tu simameni. Hawa vijana wamepokea vitu. Wamepokea nini? Na niwahakikishie kwamba hawa vijana wamefanya kazi kubwa sana. Wamejifunza vizuri sana. Kila vipindi walikuwepo na walikuwa wanasikiliza. Sehemu ambapo hawajaelewa waliuliza maswali. Na kama huamini, ukiingia Sauti ya Mtaa utaona. Hata president alipoanza kuhubiri aliwaita hawa vijana mbele wakapita, akaanza kuwatolea mfano. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, tuna vijana ambao wamejitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kama kanisa tuwaunge mkono. Amina. Wangapi wanatoa ushirikiano kwamba tutawaunga mkono? Nione mikono hivi. Basi Bwana wabariki sana. Vijana songeni mbele. Kama nilivyokwisha kusema, tutakwenda na nani jamani? Na watoto wetu. Mara nyingi watoto wamekuwa tukiwachukulia kawaida sana kanisani. Hata nyumbani tumekuwa tukiwachukulia ile kawaida sana. Na hata tukipata nafasi ya kutembelewa na mgeni, kile kitanda ambacho walikuwa wanalalia watoto, tunaweza tukawaambia msilale pale, leo nyinyi mtalala chini. Wanatandikiwa nini? Wanatandikiwa salfeti, afadhali hata mkeka. Mifuko ile ya magunia ile. Wanatandikiwa ile mifuko, wanalala. Inafikia kipindi sasa hata watoto wanachukia wageni. Akija mgeni wanaanza kusema leo kwenye salfeti. Leo kwenye nini? Maana watoto wamechukuliwa kawaida sana. Yaani hawathaminiwi jinsi inavyopaswa wathaminiwe. Wanachukulia kwamba kwa kuwa wao hawana uwezo wa kusema jambo lolote, wa kutoa maagizo yoyote kwa familia au kwa mzazi, wao wanaona ni jambo la kawaida tu wazazi kuwaweka watoto kama sehemu ya kawaida sana. Yaani kuwaweka ni sehemu ya pili, kuwasahau sana. Na hata kanisa sasa hivi unaweza ukaangalia wakati wa uchaguzi wa viongozi wa kanisa, utashangaa wanaanza na mzee wa kanisa. Watoto wakishachoka kuchagua ndio wanachagua mwalimu wa watoto, kiongozi wa watoto. Hapo walishafanyaje? Walishachoka. Wanasema kwamba tuwape tu fulani atawatosha. Tuwape tu nani? Fulani atawatosha. Baada ya kuanza kuhudhuria semina hizi nimegundua kwamba hakuna uongozi mgumu kama kuongoza watoto. Ni uongozi mgumu sana kuliko kuongoza watu wazima. Nadhani umeelewa vizuri. Leo hii mtu mzima akisimama hapa akahubiri habari ya matangopoli, simtaelewa? Simtaelewa jamani? Habari gani kuhusu watoto? Wakihubiriwa vyovyote vile anavyojisikia mtu kuwahubiria, wenyewe wanafanyaje? Wanapokea. Na wanakibeba kama kilivyo, wanaondoka nacho. Kwa hiyo kama kanisa tunapaswa kujikita zaidi hawa watoto, kuwasaidia, kuwafundisha. Kama ni mwalimu, wapee mwalimu aliye bora zaidi. Amina. Kuliko tu kufanya kama kutimiza
wajibu, lakini kama kanisa lijitoe kwa ajili ya kuwezesha walimu wa watoto kupata semina za mafunzo ya watoto. Hatuwezi kufundisha watoto kwa uzoefu. Kwa nini jamani? Kwa uzoefu. Sasa vuta picha, wana wa Israeli walikaa Misri muda mrefu sana. Walikaa miaka mingapi jamani? Walikaa miaka 430 wakiwa wapi? Misri. Vizazi na vizazi vilipita, wanakufa, wanazaliwa, wanakufa. Wako wapi? Yaani muda wote ule hawajui nchi yoyote zaidi ya nini jamani? Ya Misri. Sasa muda unafika, Mungu anamwambia Musa kwamba nahitaji watu wangu wakapate kufanyaje? Kunitumikia. Ninawahitaji watu wangu. Ahadi ya Mungu haikuchelewa. Japo kuna wakati mwingine unaweza ukakaa ukafikiria ahadi ya Mungu inachelewa, lakini ahadi ya Mungu haifanyaje jamani? Haichelewi. Ndipo sasa Musa akaenda kwa nani jamani? Kwa Farao. Anamwambia tunahitaji uhuru, anadai uhuru wa watu wake. Waende wakafanyaje? Wakamtumikie. Nipate tu msomaji mmoja ambaye atanisaidia kusoma vizuri sana. Afungue Kutoka sura ile ya 10 mstari wa 8. Naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana. Lakini kina nani watakao kwenda? Sasa tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana shukuru. Asante, ishia tu hapo. Musa na Haruni wakaenda kwa Farao wakamwambia tunahitaji kwenda kumtumikia nani jamani? Bwana. Akauliza, ni akina nani mtakao fanyeje jamani? Mtakaoenda nao. Musa akamjibu nini? Jamani, Biblia tusome. Musa akamjibu nini? Tutakwenda na kina nani? Na vijana wetu. Lakini Farao hakuonyesha kufurahishwa. Hakuonyesha kufanyaje jamani? Kufurahishwa. Mara nyingi Farao alitaka waende watu wazima, watoto wafanyeje? Wabaki. Watu wazima waende, watoto wafanyaje? Wabaki. Na kuna wakati aliwaambia waende, lakini wasiende mbali sana, waende karibu. Ndivyo leo hii tumekuwa kanisani, wakati mwingine kwenye swala la ibada watoto tunakuwa yaani hatuonyeshi ushirikiano wa kuambatana nao katika ibada zetu. Hatuonyeshi ushirikiano. Shetani anataka kuwakamata watoto, na sisi kama kanisa tunakaa tunaamini ya kwamba hawa watoto ni kanisa la lini? La kesho. Shetani anasema ni kanisa la lini? La leo. Sasa anaposema kwamba watoto wabaki, si maana yake kwamba anataka wapate wa kumtumikia? Sisi tunasema kwamba hawa watoto wabaki. Hawa watoto wafanyeje? Wabaki. Baada ya mapigo makali sana, Farao ndipo alikubali kuwaachia. Kwa nini alitaka wabaki? Lengo lake alitaka apate kizazi cha kufanyaje? Cha kumtumikia. Yaani leo hii kama watoto wako hautapata muda wa kuwafundisha namna ya kumwabudu Mungu, Shetani
atawafundisha. Shetani ataingiza habari zake kwa watoto wetu, na kwa kuwa watoto wetu watashika vitu vingi ambavyo havina utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kama kanisa tunapaswa kuhakikisha watoto wetu tunawalinda kwa wivu mkubwa sana. Watoto wetu wanafundishwa maadili kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lazima kama mzazi, kama kanisa lihakikishe usalama wa nani jamani? Usalama wa watoto. Usalama wa watoto ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Na kwa nini Musa aseme kwamba tunaondoka na watoto wetu? Kumbuko ya kwamba ibada si ya watu wazima pekee. Hello? Ibada sio ya watu wazima peke yao. Ibada ni ya watu wote na watoto pia. Watoto wanatakiwa wajifunze kutoka kwa watu wazima. Na ndiyo maana Musa akamwambia, hapana, hapa hatuwezi kuacha watoto. Lazima watoto wetu tuondoke nao. Maana kule tutakapokuwa nao kule tutawafundisha, tutawaelekeza. Laiti kama wangeliacha hawa watoto wabaki Misri, unafikiri hawa wazazi walioacha watoto wao Misri kule wangeishi vizuri? Si lazima watakuwa wanawakumbuka. Wakianza kuwakumbuka mwishowe si wanafanyaje? Wanarudia watoto wao, na wakirudi si Farao tayari atawakamata. Nyinyi si mliondoka, si mlitoka, atawatia tena hatiani. Sasa wakasema hapana, tunaondoka na kina nani jamani? Hivyo basi wajibu wa mzazi na kanisa ni kuhakikisha watoto wetu wanalelewa katika maadili mazuri, maadili ya hofu ya neno la Mungu, maadili ambayo watoto maongezi yao watakapoanza kuongea, watu wajue kwamba hawa watoto wana Mungu ndani yao. Kuna watoto wangapi leo hii wapo, watoto wadogo kabisa, wanacheza singeli. Watoto wadogo kabisa wanafanyaje? Wanacheza singeli. Ila huko kanisani naamini hamna. Au wamo na huko. Sasa kama na kanisani wapo, ni wajibu wa kanisa sasa kuwasaidia hawa watoto na kuwaelewesha kile ambacho kinachofanyika si kizuri, hakina faida katika usalama wa kiroho. Watoto wafundishwe. Ni nani atakayewafundisha? Ni mzazi. Ni mzazi ndiye atakayefanyaje? Atakayewafundisha. Mungu anataka wazazi na walezi, wachungaji na wazee wa kanisa watakaosema tutatoka na watoto. Mungu anataka apate viongozi ambao watasimama na nani jamani? Wapewe maarifa, wafundishwe, ili hata yanapokuwa yakitokea mafundisho ambayo ni ya uongo, wawe tayari kukabiliana nayo. Musa hakusema walio wadogo wakikua watatufuata, bali waliondoka wazazi na watoto wao. Swala ibada imekuwa kwamba hawa watoto wakikua wataanza kusali. Wataanza kusali. Na wakati mwingine wazazi hata nyumbani swala la ibada limekuwa watoto wanaambiwa wafanye ibada, ila mzazi anaendelea na mambo yake. Watoto wanakuwa wanajua ya kwamba na mimi nikiwa mtu mzima nitawaambia watoto wafanyeje. Kwa hiyo mtoto badala ya kufurahia ujana wake, badala ya kufurahia utoto wake, anatamani akue na awe mtu wa kugawa nini? Majukumu. Si tena wa kupenda ibada.
Inatokea baba katika familia anasema, mama fulani, utasoma lesson na watoto. Yeye anaendelea na mambo yake. Watoto wanakuwa akijua, yule mtoto wa kiume anajua ya kwamba mimi nikikuwa mtu mzima na ndevu zangu, swala ibada itakuwa la mke wangu nikioa na watoto. Mtoto naye wa kike anakuwa anaamini ya kwamba mimi nikiwa mtu mzima natakiwa nisimamie watoto tu. Maana ndiyo maagizo yanayotolewa. Kumbe mzazi unatakiwa kuwa kielelezo kwa mtoto wako. Unatakiwa uwe mfano kwa nani jamani? Kwa mtoto. Viongozi wa kanisa wanatakiwa wawe mfano kwa watoto. Na ndiyo maana kanisa leo hii limekuja na mfumo wa kuwafundisha kwanza walimu wa watoto kabla hawajaenda kwenye makambi, ili lijue kipi kinachoenda kutolewa. Na mwenyekiti akasema kwamba kama mwalimu wa watoto hana cheti, maana walipokuwa wanasoma kule waliofaulu walipewa nini jamani? Vyeti. Kwa hiyo hawa vijana wangu wana vyeti jamani, msiwachukulie poa. Maana ili tukutambue umesoma jamani, wafanyakazi, si lazima utuonyeshe cheti chako. Tutakuaminije? Hawa wamesoma, wanavyo. Kwa hiyo kama hauna, haupewi darasa kufundisha, haupewi kambi. Sasa vipi kwa upande wetu sisi? Watoto leo hii wakiharibika, watoto hawa tumeharibu kanisa. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na wazee wa kanisa kesho. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na wachungaji kesho. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na wake wa wachungaji bora. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na wake wa wazee wa kanisa walio bora. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na mashemasi walio bora. Watoto hawa wakiharibika, hatutakuwa na bawabu aliye bora. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wafundishwe na walelewe katika maadili ya kumcha Mungu wakiwa watoto wadogo. Na mpango wa kanisa letu inafundisha mtoto atakiwa wapi jamani? Tumboni. Sasa na nyinyi akina mama mmekuwa mnakwepa jamani, afichae moto nini kitamuumbua jamani? Hapa jamani hawajasoma sana Kiswahili. Hapa tuna watu wa PCM. Moshi utafanyaje? Utamuumbua, maana utaficha moto. Utasema mimi moto sina. Moshi utakapoanza kuvuka utakuumbua. Kama fulani ulisema hauna, mbona kumbe unayo. Sasa unatakiwa mtoto aanze kufundishwa, hata atakapokuwa atakuwa akifahamu ya kwamba kuna swala la ibada. Yaani wewe kama mtoto unataka kumfundisha akiwa tumboni, atapokea mafunzo mengine akiwa tumboni. Hello. Farao alijua watoto wakibaki lazima taifa wangerudi. Taifa lazima lingerudi. Kwa hiyo akachukulia sehemu ya kutaka kukamata nani jamani? Watoto. Mitandao ya kijamii ni Misri. Leo hii watoto wadogo wamekuwa wakiingia katika mitandao ya kijamii. Watoto wadogo kabisa hata kuongea vizuri hawajui, lakini wanajua kutumia simu kuzidi hata mtu mzima. Wangapi wanaamini hivi? Kuna watu hawaamini kabisa. Yaani mimi jana tu nilienda kwa mtu fulani, sio mshiriki wa kanisa. Maana mtu anasema kumbe hata washiriki wanafanya hivyo. Hapana. Nilienda tu kumtembelea na kupiga story, naye aliniita. Nilipofika baadaye katoto kakaja. Katoto kadogo kabisa hata kuongea vizuri akajui. Kakachukua ile simu. Baba naomba simu. Akakapatia simu. Alipokapatia simu kakatoa loki ya kwanza ile ya kupangusa tu hivi. Ikatoka. Ilipofika loki ile ya pili, katoto hakajui.
kakampatia baba simu. Baba akakauliza nini, kanamuonyesha baba, ikabidi acheke, asema kumbe unajua kwamba hapa kuna lazima kutoa loki Akatolea loki, akakabidhi simu. Alipokakabidhi simu, kale katoto kakatoka nje, akakaita, mwanangu, naenda wapi na simu yangu, wasije kukupola huko, njoo ukae wapi ndani kama una shida na kuchezea simu. Mtoto yule akawa amerudi ndani. Aliporudi ndani kuja kuangalia, yupo YouTube. Yupo wapi jamani? Yupo YouTube. Aliyemfikisha ni nani? Ni yeye. Yupo YouTube, ashafungua video ya katuni. Anaangalia nini? Katuni. Jamani, katuni sio malezi. Katuni sio nini? Sio malezi kabisa, hata kidogo. Sio malezi. Basi nikawa namwambia lakini sio vizuri. Unajua tena ukiwa kwa mtu huwezi ukaanza kunanili sana. Lakini hawa watoto bwana, sio vizuri kunanili. Yaani ikawa naongea tu ile kawaida, nasema washazoea bwana. Yeye ashazoea. Lakini hiyo ni hatari. Wakati tunapitia mafunzo haya kule, mtu mmoja aliyekuwa, simkumbuki kidogo jina lake, aliyekuwa anahudumia sana, ni mwanasheria wa conference, alisema kitu kimoja kwamba utafiti umefanyika, watoto walio chini ya miezi 18, miezi mingapi? 18, hawaruhusiwi kabisa kutazama mwanga wa skrini yeyote, iwe ya nyumbani, iwe ya wapi jamani, iwe ya wapi jamani, iwe ya dukani, iwe simu ya mkononi. Hawafanyaje jamani? Hawaruhusiwi kabisa, maana neva zao bado ni dhaifu, zinaweza zikaharibu macho yao na kusababisha upofu hapo baadaye. Kijana mdogo tu anahangaika na miwani, unajiuliza shida nini? Kumbe mzazi ndio lifanyaje. Lakini sio rafiki yangu. Rafiki yangu ni mtu mzima jamani, sio kijana mdogo. Nyinyi mnamwonaje? Kwa hiyo watoto wanatakiwa wakatazwe kuchezea simu. Muda mwingi wanakuwa kwenye TV. Katuni sio malezi jamani. Marafiki waharibifu ni Misri. Hujui mtoto wako anaambatana na kina nani huko. Marafiki anaocheza nao hujui wanamfundisha nini, wanamwelekeza nini. Hata watoto wako walio ndani ya nyumba yako unatakiwa uwafahamu vizuri na ujenge mahusiano nayo. Ujenge mahusiano nao yaliyo bora. Kila mtu aweze kufunguka kwako, kujieleza. Juzi kwenye kambi la walimu Ifakara, mwalimu mmoja, sikumbuki anatokea kanisa gani, alisema siku moja kanisani walimuona kijana mdogo wa kiume amebadilisha miondoko. Kumbe jamani, kuna miondoko ya kike na ya nini jamani? Na ya kiume. Wakamuona anavyotembea, wanamuona yuko tofauti kabisa na wengine, lakini maongezi yake yako tofauti na wengine, lakini hata marafiki zake wakawa ni wasichana badala ya wavulana. Wakamuita mwalimu wa watoto, akamuita akamuuliza, fulani, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini imekuwa hivi? Shida ni nini? Tembea yako umebadilika. Yaani anatembea ananengua. Ningesema kunengua si panafahamika jamani. Anatembea kwa nyodo. Sasa unataka kuwa misi tena na wewe wakati wa kiume? Anatembea kwa madaha. Wakamkalisha. Walipomkalisha wakamuuliza, akasema, kwa kweli mimi. Kwa kweli nani jamani? Yeye, sio mimi sasa. Kwa kweli yeye, kaka yake amemharibu familia hii. Baba huyu, mama huyu wanasemaka tupo moja. Akamuuliza, amekuharibuje? Akaeleza kijana wa watu. Akasema, kaka aliwahi kunichukua usiku siku moja, tukawa tunatembea. Tulipofika kwenye giza, yani inaumiza sana.
Tulipofika kwenye giza akaniambia niiname. Akamwambia afanyaje? Familia hii, jamani, mtu aliyetoa ushuhuda ni mtu ambaye yupo wapi? Kanisani. Na mtoto aliyefanyiwa uhuni huo ni wa wapi? Na mzazi ni wa wapi? Watoto wa familia hii amemharibu mtoto, akawa shoga. Mtoto mdogo kabisa ameharibiwa na nani jamani? Ameharibiwa na kaka yake ndani ya familia. Kwa hiyo kama wazazi tuna jukumu la kutengeneza mahusiano yaliyo bora na watoto wetu, urafiki na watoto wetu utengenezwe uwe mzuri. Malezi bora kwa watoto ni muhimu sana. Malezi bora huanzia wapi jamani? Nyumbani. Malezi bora huanzia wapi? Nyumbani. Sasa nikuombe kidogo, fanya lile zoezi letu kidogo, tutoe mfano kidogo hapa, maana bado tupo nyuma sana ya teknolojia. Tutakapoenda mbele ya teknolojia, tutakuwa tunafanya mambo yanaonekana. Kwa hiyo malezi yanatakiwa yaanzie wapi? Nyumbani. Watoto wafundishwe na wazazi wao wapi? Nyumbani. Swala la malezi na kufundisha watoto sio la Sabato hata Sabato, ni swala la kila siku watoto wafundishwe. Sasa mfano huu tutakaoenda kuonyesha hapa, ndivyo watoto wetu wamekuwa wakiishi, ndivyo sisi tulivyo. Sasa kama unapenda kukaa nyuma, sasa subiri baadaye utaona, hakuna shida. Maana wewe ni wa nyuma. Kwa hiyo lazima malezi yaanzie nyumbani. Mama awe mchungaji. Mama awe nani jamani? Mama awe mchungaji. Baba awe askofu. Baba awe nani? Askofu. Awe nani jamani? Askofu. Watoto wawe wainjilisti. Halo. Sasa haya mafiga matatu haya yanawakilisha vitu hivi. Jambo la kwanza, nyumbani. Figa namba 1 wapi jamani? Nyumbani. Figa namba 2 linawakilisha shuleni. Wapi jamani? Namba 3 linawakilisha wapi? Kanisani. Si mnaona haya yalivyokaa jamani? Yamekaaje? Si yamekaa vizuri? Mtoto si amekaa ametulia? Anashinda huyu mtoto, si ametulia? Haya ndiyo malezi yetu yanavyotakiwa yawe. Sasa tuone jinsi malezi ambavyo yameharibika. Toa figa moja hapo, weka lile dogo. Mnaona hapo ni wapi? Shuleni. Shuleni wanafundishwa nini? Kuna vitu vingi vya ajabu ambavyo wanafanyaje? Wanafundishwa, na hatimaye tabia zao zinafanyaje? Zinaharibika. Hapo zilishamwagika tayari. Kuna nini tena? Hamna kitu tena. Haya, weka nyingine tuone kinachoenda kutokea. Naona hapa ni wapi? Nyumbani. Nyumbani hakuna ibada, watoto hawafundishwi. Matokeo yake mtoto anakuwa upande, nusu kwa Mungu, nusu kwa jamaa, nusu Farao anamwambia ubaki kwangu, na mzazi naye amesema haya, nenda. Wafanyaje jamani? Aende. Kwa hiyo kama unataka kupata watoto walio bora, lazima mihimili hii mitatu iwe sawa, lakini sio rahisi kuipata yote ikiwa sawa. Mingapi jamani? Mara nyingi ni miwili. Mzazi una jukumu kubwa la kuhakikisha mtoto wako unamfundisha nyumbani kwanza, kabla hajakutana na mwalimu wa wapi?
kanisani. Maana mwalimu wa kanisani anamfundisha mara ngapi jamani? Mara moja. Sasa huu ni mfano, tuangalie na tukaboreshe pale ambapo tunaona tumepungua katika malezi yetu kwa watoto, wakafundishwe. Naomba tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 hadi wa 9. Tayari tumeshamaliza zoezi letu. Aliyepata anaweza akasoma. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6 hadi 9. Inasema mstari wa 6 inasema kwa maneno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe utawafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Mstari wa 8 yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Asante sana, asante sana, asante sana. Mungu hakusema uanze kufundisha watoto. Hakusema hivi. Au nyinyi mmesemaje huko? Fungu lile la 6, Mungu hakusema uanze kufundisha nini? Anasemaje? Rudia Baraka kusoma. Mstari wa 6 anasema kwa maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Asante sana. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa wapi jamani? Moyoni mwako. Moyoni mwako. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa kwa mzazi, ni lazima mzazi awe wa nini jamani? Wa kiroho. Lazima mzazi neno la Mungu aliweke wapi? Moyoni. Sasa kama mtoto wewe mzazi hujui chochote kuhusu Biblia, utamfundisha nini mtoto? Utamfundisha nini? Matango poli. Ndipo anasema na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Jambo la kwanza, lazima kwanza wewe mzazi ujiandae, ujifunze, usome neno la Mungu, ulielewe, ndipo uwafundishe watoto. Mtoto anaweza akafundishwa shuleni kwamba dunia hii ilitokea kama nini jamani? Mlipuko. Amefundishwa shuleni. Na mzazi anakuja kwa mzazi anakuuliza, baba, unatuambia kwamba Mungu aliumba, kumbe nyinyi ni waongo. Mwalimu katuambia kule dunia ilitokea kama nini? Kama mlipuko. Sasa kama ilitokea kama mlipuko, unatakiwa mzazi umkalishe chini mwanao, uanze kumfundisha dunia ilifanyaje jamani? Iliumbwa. Iliumbwaje? Hapo mtoto ndo taanza kumsomea mafungu, ayasome na yaelewe. Ukiwa mzazi wa maombi, mtoto atajifunza nini jamani? Maombi. Ukiwa na heshima kwa Mungu, mtoto atajifunza kumcha Mungu. Wakati wa ibada nyumbani mnafanya, kwa kuwa hakuna shemasi wala mzee wa kanisa wala mchungaji atakaye kuona, wewe uko busy na simu. Mtoto anasoma Biblia. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sasa wewe uko tayari huku unafanyaje? Unapangusa tu simu. Hauna heshima. Mtoto anasema ila baba, ila mama yupo. Hii Biblia ni ya watoto. Mtoto anamwambia soma fungu fulani. Anasema kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Wewe uko busy. Hata akikosea huna time naye. Lazima kwanza wewe mwenyewe uwe wa kiroho. Rudia fungu lile la 7. Fungu la 7 linasema nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Watoto hawa wanatakiwa kufundishwa kila siku. Nyumbani wafundishwe, watembeapo wafundishwe, wanapokula wafundishwe, kila sehemu walipo, wakiwa njiani, wakati wa kuamka, omba na watoto. Unajua sisi hatukuzaliwa kwenye imani hii, lakini wakati tunafundishwa mwanzoni kabisa,
tulikuwa tunafundishwa mafundisho ambayo ni ya vitisho. Yaani mzazi anakufundisha tu kwa lugha rahisi kabisa nyepesi na unamuelewa. Sijajua labda kwa kuwa sisi ni Wasukuma sasa hata sielewi. Na tulikuwa tunaamini hivyo hivyo. Unaambiwa kwamba ukikojoa njiani moshi utakuwa unakufuata wakati mnakaa kwenye nini? Kwenye shikome. Yaani sisi tuna utaratibu wa kuwa tunawasha moto pale. Tunakaa jioni, tunapeana maagizo pale nyumbani. Sasa ukiwa umekaa pale, moshi ukiwa unakufuata, tayari wenzako wanaanza kujeka. Wewe. Tabia hii acha, umeanza lini tena? Wewe unakojoka njiani. Na kweli mtoto unakuwa unaogopa. Maana nikikaa pale wakiniona moshi unanifuata, wataniambia, wewe unakojoa njiani. Usitembee unakojoa. Kwa hiyo tulifanya kwa kuogopa. Na tukaishi hivyo. Lakini tumekuwa tukiambiwa ya kwamba ukila wakati unakula usiimbe. Ukiimba wakati wa kula utaolewa mbali. Utaondoka uende mbali na wazazi wako. Na hakuna mtu aliyependa kuondoka kwenda mbali na wazazi wake. Kila mtoto alitamani kuwa karibu na nani jamani? Na wazazi wake. Wanafundishwa waelewe watoto. Tulifundishwa hivyo na hatukufanya mizaha kabisa kabisa. Yaani ukianza tu kula, ukianza kuimba, yaani wewe ukifika wakati wa kuolewa wewe utaenda wapi? Au utaenda kuoa wapi? Ilikuwa inawapa wakati mgumu. Kijana wa kiume akaoe mbali, usumbufu, mke wake akitoroka. Yaani imani ilikuwa ni mambo. Mke wake akitoroka nauli kumfuatilia. Ni hatari hii. Kwa yalikuwa ndio mafundisho yetu. Mimi nimekuwa nikifundishwa hivyo. Na niliheshimu kabisa. Je, sisi watoto wetu tunawafundisha nini kuheshimu kwa Mungu? Tunawafanyaje? Tunawafundisha nini? Japo hayo tayari mimi nilishafanyaje jamani? Yalishatoka. Njiani wafundishe watoto kuambatana na marafiki walio wema. Wafundishe watoto kufanya jambo kwa utukufu wa Mungu. Lakini sasa cha ajabu sasa hivi ninabaki nasikitika. Ninabaki nafanyaje? Kama kanisa tumeshindwa kuungana na kuwa kitu kimoja kwa ajili ya malezi ya watoto. Halo? Yaani nasikitika kabisa. Huenda kanisa hili halina shida. Lakini kama kanisa tumeshindwa kuungana. Leo hii mtoto anaweza kaharibiwa na mshiriki wa kanisa. Anaweza kafanyaje? Akaharibiwa na mshiriki wa nini? Halafu huwezi kuona mtu anakemea. Huwezi kuona kiongozi anafanyaje? Anakemea. Huwezi kumuona mshiriki anaungana kukemea huu ujinga. Hawezi kutokea. Unajua kwa nini wanasemaje? Wanasema kwamba unajua huyu nani jamani? Jamani, kwani nimewauzi? Au ndio nyinyi? Unanivunja moyo sasa. Kwamba huyu ni nani? Ana karama. Kajitoa kwa ajili ya Mungu. Tumuache asiguswe. Asifanyaje? Asiguswe. Akiguswa karama yake haina mtu mwingine kanisani. Akifuta ushirika tutakosa huduma. Halo? Yaani kalama ya kwako utumie kuharibu kanisa kama mshahara. Utumie kuharibu watoto kama mshahara. Jamani, tuacheni hizi tabia. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Yaani kiongozi imekuwa ni ngumu kukemea. Kwa hiyo sasa na mimi nikitaka kuharibu mtoto kwa kuwa ni mzee wa kanisa, mniache. Na kitu cha ajabu inatokea mtu anasema kwamba unajua kuna wakati mwingine mzee mambo haya kuyafuatilia sana tutarudishana nyuma, tutafuta washirika wengi sana. Unajua mimi huwa nasema kitu kimoja, jambo sio kufuta ushirika. Na mimi siamini katika kufuta ushirika. Jambo ni kusaidizana.
kukaa na mtu umwelekeze, akemewe, asirudie kufanya ujinga. Amina. Mtu anaachwa asikemewe na anaharibu watoto. Unajua, mwanzo nilikuwa sijapata kufahamu kwamba watoto wanatakiwa walindwe kiasi hiki. Nilichukulia kawaida sana. Nilikuwa nawaamini watu wa kanisani kuliko mtu yeyote. Nilikuwa nawaamini sana. Lakini sasa kumbe dunia iko mbali sana, haiko sehemu salama na nilivyokuwa nafikiri mimi. Yaani leo hii ninaweza nikatengeneza urafiki na Wambura, nikatengeneza urafiki na Festo, halafu hapa kwa Festo nikataka nichukue watoto wa nani? Jamani, Festo si hana watoto. Maana niza nikatolea mfano watoto wa mtu fulani, wasema kwa hiyo watoto wangu ndio wanaona kuchukuliwa. Yaani mtu hapo na bado hata huyu Festo akisikia, akijua, hawezi kukemea, hawezi kufanyaje? Ni rafiki yake. Rafiki wa kipuuzi sana huu. Urafiki gani huu? Urafiki gani wa kuharibu watoto? Na mimi siku zote nasemaga kabisa, mimi siwezi kuogopa wala kumhofia mtu afanye anavyotaka yeye. Lazima tuambizane ukweli. Ifike mahali watoto watu waheshimu. Wewe ni mwalimu, umepewa kufundisha watoto, hata kuchezea chuki za watoto hawa. Sasa kama umeamua, si wananzengo wapo, japo sisemi nimetoa kibali hicho. Sasa watoto wadogo kabisa unawaangalia, unawashikashika, yaani inaumiza sana. Na kanisa haliwezi kuungana kukemea uovu. Kanisa limenyamaza. Huyu aliyeguswa na nini jamani? Ana kalama. Akiguswa siku ambaye mtu hana kalama, hana nini jamani? Kanuni za Waebrania mtaziona hapo. Kanuni za kina nani? Zitasomwa. Utaambiwa ya kwamba huyu anataka kuharibu kanisa, huyu ni muasi. Na huyu anayeharibu watoto ni nani? Ni mtakatifu. Kanisa limefika mbali sana. Ukifuatilia haya mambo utaambiwa wewe ni mshamba, hujui neno lolote. Sasa ni bora uwe mshamba. Unajua ni rahisi tu kuzungumza hizi habari za mtoto aliyeharibiwa na ndugu yake, ikiwa kama sio mtoto wako. Ila kama ni mtoto wako, yani sio rahisi. Kwa hiyo watoto wafundishwe kwa bidii. Bidii maana yake ni kurudia. Wasimwamini kila mtu, wasimwamini mwalimu. Halo? Mbona sura zenu zimekunjamana kama mmelamba ndimu? Na leo ni Sabato, au nyinyi asubuhi mmelamba ndimu wakati mnapika? Kwa hiyo niwaombe kama kanisa tuungane. Tuache urafiki ule wa kubebana. Kama kanuni itatumika kwa mtu huyu, na kwa baraka itumike, ili tulinde kanisa letu. Na kama kuna mtu anasema kwamba huyu ana kalama, tukimuondoa huyu kalama itafanyaje? Huduma itakosekana? Hivi Mungu hana watu jamani? Nani aliamini leo mimi nitakuwa mzee wa kanisa hapa? Nani aliyetarajia? Hata mimi sikutarajia hata siku moja. Hacheni kabisa hizo story. Mungu ana watu wake. Leo hii ikatokea isivyo bahati, mimi nimelala, utakubali muishi bila mzee wa kanisa? Ikatokea mchungaji amelala, conference atakubali kuishi bila mchungaji umtaa? Tunakuwa na mambo ya ajabu kiasi hiki. Tunashindwa kukemeana sisi kwa sisi. Tunasubiri mpaka watu waje kwenye makambi waje kutukemea, au baadaye wanasema huyu kaongea sana yani. Haya yapo kweli yani. Ya siku za mwisho haya. Ya siku za mwisho ulikuwa uyaoni kanisani kwako? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kauli moja ya kwamba wenye nguvu wanaungana kumkabili nani? Mnyonge, lakini wanyonge hawaungani kumkabili mwenye nguvu. Tuacheni kabisa jamani hiyo tabia ni mbaya sana. Tuungane, tushirikiane kuwalinda hawa watoto. Hawa watoto ni kanisa la lini jamani?
Ni kanisa la leo, ni kanisa la leo na ni viongozi kesho, na ndio maana hata viongozi wapo, wana mzee wa kanisa, wana uongozi wao. Kwa hiyo niwaombe kama kanisa tushirikiane. Hakuna mtu mwenye karama iliyo bora zaidi ya kutaka kujilipa kwa watoto wetu. Wewe umeitwa kuimba, imba. Umeitwa kuhubiri, hubiri. Umeitwa kufundisha, fundisha. Sio kwenda kuharibu watoto. Kama sema, unajua cha ajabu ni hiki kingine ambacho nimekiona kwenye makanisa yetu ya Waadventista wa Sabato. Sijui kama Mwaya hii ipo. Yaani mtu anatumia kanuni ya kanisa kumlinda kutenda dhambi. Halo. Mtu anatumia nini? Kanuni ya kanisa kutenda dhambi ili fanyeje? Ili mlinde. Sasa mwenzangu na mimi ambao sasa na kanuni zimekuja ukubwani sasa, si hatari. Ukiteleza kidogo tu hauna ushirika. Na wanasubiri tu. Tukae kwa makini, tuelewane, tuwasaidie hawa watoto wetu. Linapotokea jambo huyu kaharibu, tuonyane. Jamani, najua ni kwa jinsi gani tumeenda kinyume na Mungu wetu. Kuna wakati tunafikiri tumetenda vyema, kumbe tunakosea. Watoto wetu hatujawafundisha vya kutosha. Watoto wetu wanahitaji kufundishwa. Mchana wa leo naomba niwape wito huu. Tujitahidi kuhakikisha watoto wetu wanafundishwa. Ni kweli tulianza vibaya huko, tusiendelee. Ni kweli tulikuwa tufanyi ibada. Sasa ni wakati wa kuamka kuwasaidia watoto. Tuwe kitu hiki. Sisi ni wasafiri wa kwenda mbinguni jamani. Halo. Sisi ni wasafiri. Unajua, unaweza ukawa unahangaika hapa kuhubiri, unawaambia watu wawe na umoja, wawe na upendo. Sasa hivi mtu ambaye ameharibiwa mtoto wake na mshiriki wa kanisa atakubali kuwa na upendo na wewe? Hatuwezi tukawa hivyo jamani. Kwa hiyo niwaombe kama kanisa tushirikiane, tuungane. Umegundua kwamba kwa kweli mzee wa kanisa hapa ameteleza, nione. Nikalishe chini. Nashukuru rafiki yangu Pimbo mara nyingi huwa ni mwepesi wa kuniuliza jambo. Ananikalisha, unaweza ukamuona, lakini mimi ndio rafiki yangu jamani. Sasa nitafanyaje? Mungu ndiye aliyenipa huyu awe rafiki yangu. Na sioni shida kumsema ni rafiki yangu, hata kama awe na mapungufu kiasi gani. Haleluya. Sasa niwaombe, wangapi wanasema kwamba tutajitahidi kuhakikisha tunashirikiana kama kanisa kulinda hawa watoto wetu? Nione mikono. Sasa simama pamoja na mimi. Simama tu hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Tuhakikishe tunalinda watoto wetu. Nikuombe Happiness Mluta uje hapa. Uje hapa mbele. Lakini pia nikuombe Edwin uje hapa mbele. Karibuni sana. Utaomba kwa ajili ya kanisa na watoto wetu, utaombea. Lakini Happiness Mluta utaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa, wawe mfano na kielelezo kwa watoto, na utaombea wazazi, wawe wazazi wa nini jamani? Wa ibada na kufundisha watoto wao. Karibuni sana. Utaanza hadi nitamaliza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mahali pa juu mbinguni, hatuna budi kulisifu jina lako kwa wema wako mkuu uliotutendea. Unakuwa pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Neno lako limesikika masikioni mwetu. Baba, tunajifunza juu ya hawa watoto. Hakika kila mmoja wetu aliyekuwa hapa ninaamini amesikia. Watoto wetu tulikuwa tunawasaidia visivyo. Dhambi hii tunaileta miguuni pako asubuhi
sehemu ya pili, lakini kumbe watoto wanatakiwa kupewa kipaumbele. Hivyo tunakuomba ukapate kutusaidia watoto wetu hawa ambao ni kanisa la leo na viongozi wa kesho, tusaidie namna ya kuwalea na kuwatunza ili wakufae wewe hata wakufae pia kwa ulimwengu unaotuzunguka. Baba wa mbinguni na Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ya viongozi wa watoto. Baba, wako viongozi ambao tunachagua kufundisha watoto wetu, hivyo tunawakabidhi mikononi mwako. Baba, kawasimamie, kawaelekeze ili wanapokuwa kuwafundisha watoto wetu wapate kuelewa. Baba, hata wazazi tunapatiwa jukumu la kuwalea hawa watoto, tusaidie. Tuelekeze kupitia somo la mchana wa leo Baba, tukatende sawasawa na mapenzi yako. Baba, mtumishi wako ambaye ulimwandaa kwa hiyo kutoka somo hili, naomba umbariki. Bariki yeye na familia yake. Mungu wetu, tunatamani tena ikikupendeza siku moja tukapate ujumbe kama huu wa leo. Baba wa mbinguni, hadi leo masaa haya tunaomba tukapate kibali machoni pako. Anapoenda kuomba mtumishi wako, tunaomba pia ukasikie na ukatende sawasawa na mapenzi yako. Amen. Tunaamini umesikia na utatenda. Katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba tukiamini. Amina. Baba yetu mwema, Mungu wetu muumbaji, mfalme wetu wa milele zote, asante kwa sababu kila linalotendeka linatendeka chini ya mapenzi yako. Kwa kuwa wewe uliruhusu ujumbe huu usemwe, nao usikike masikioni mwetu, hivyo tunasema asante kwa sababu ni mapenzi yako kwetu. Tunashukuru kwa sababu ya muumbaji ambaye anaomba nami napo alikia pale alipoishia. Kwa pamoja sisi kama kanisa tumepewa wajibu mkubwa, na inawezekana kwa wakati fulani hatukuwahi kutambua thamani ambayo Bwana umetupa kama kanisa. Shetani anatambua thamani hiyo, na Farao alitambua thamani hiyo, na ndio maana alipouliza kwamba tunakwenda na nani, alihitaji watoto wabaki. Na hata leo tunapopanga kwenda mbinguni, Shetani anatambua thamani ya hazina hii ya pekee. Shauku yake wazazi twende, lakini watoto wabaki. Mchana huu leo umesema nasi kama kanisa kwa ujumla, tuna namna nyingi za kuwasaidia watoto wetu. Sisi kama wazazi ndani ya kanisa tuna mchango mkubwa wa kuwainua watoto wetu, na hivyo wazazi wanapofanya wajibu wao, sisi kama kanisa tusaidie Bwana bila kufumbiana macho, tukafanye wajibu wetu. Tusione haya kuchukua hatua pale ambapo mambo hayaendi sawa kwa watoto wetu. Tusione haya kusema ukweli pale ambapo watoto wanapoumizwa. Tusione haya kusimamia haki pale ambapo kuna dhuluma kwa watoto wetu. Amina. Mungu wetu, wewe mwenye haki mkuu, wewe unayejua yote, wewe uliyetupa watoto kama zawadi, tusaidie Bwana kusimamia haki yako. Amina. Tusaidie Bwana kila mmoja wa mshiriki wa kanisa kujali thamani na tunu tuliopewa na wewe Bwana, maana watoto ni uumbaji wako. Hatukuwatengeneza sisi, waliumbwa kwa namna ya ajabu tumboni mwa mama zao, na hivyo ni kazi ya mikono yako Bwana. Tusaidie kuzitunza tunu hizi, tusaidie kuwajali, tusaidie kuwaonyesha thamani. Tusiwalaze chini wafikapo wageni majumbani mwetu. Tusiwape mavazi duni, tusiwape chakula cha mwisho duni na chakula kilicho safi tukawapa wageni. Tusiwaonyeshe kwamba hawastahili kupokea haki. Tuna kila sababu ya kukiri kwamba tumewahi kukosea huko nyuma, na tulikosea kwa kutokujua. Tunakiri kwamba Bwana, tunaomba kutusamehe upungufu wetu. Amina. Lakini kuanzia sasa, kwa kuwa umesema nasi, tembea nasi mchana leo Bwana. Kuanzia leo na kuendelea, kila mzazi, kila kiongozi wa kanisa akasimamie wajibu, na kila mwalimu aliyeitwa kwa kazi akafanye sehemu yake. Na wewe Bwana uliyetuita kwa ajili ya kazi, ukatuongoze,
na kukamilisha majukumu ambayo umetupa. Asante kwa sababu ya yule uliyetumia kwenye ujumbe huu. Lakini pia asante kwa sababu yeye umefanya kuwa chombo tu. Sauti ni ya kwake, lakini neno ni lako. Hivyo tunakia kwamba ni wewe Bwana umesema nasi kupitia kwa mtumishi wako Mr. Juma Shija. Tunapotaka kutawanyika, baraka zako zifungue kwetu sote. Amina. Kadri utakavyobariki mhubiri, tubariki na sisi tuliosikia neno lako. Amina. Kadri utakavyo ubariki watoto wetu, tubariki na wazazi pia, tukajue majukumu yetu. Tunakaribia kununua miongozo kwa ajili ya watoto. Asiwepo mzazi atakayepuuza kumpa mtoto wake mwongozo. Maana ndio namna ndio bora zaidi ya kumjali mtoto. Amina. Usitupungukie, usituache. Pale tutakapokuwa tumepungua kwenye changamoto za uchumi kwa ajili ya kutunza watoto, baraka zako Bwana zikamtane nasi. Hivi tunavyoomba tukiamini kwamba hautatuacha na wala hautatupungukia kwa chochote. Kwani tumeomba tukiamini katika Kristo Yesu, Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Bwana awabariki sana.